السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awalan nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kuweza kukaa katika vikao hivi vya kheri na kupeana nasaha tofauti nikiwa niko mbele ya ndugu zangu maasatidha hapa na mbele ya talabatu ilm wenzangu. Wala nikisema hivyo msishtuke, sote tuliokaa hapa mbele, pamoja na kwamba tuzungumza na pamoja na kwamba walimu wanaingia madarasani kufundisha, lakini bado tuko katika barabara ya kutafuta elimu. Namna utakavyosoma bado unatakiwa uwe ni mwenye kutafuta elimu. Mafhumu? Naona hapa mudiri ameniandikia dakika 40 nizungumze. Tayeb, inshallah tutajitahidi, pamoja na kwamba program ni nyingi kwingine, lakini Mwenyezi Mungu anafikie niweze kufikisha hapo inshallah. Tayeb, ndugu zangu, hiki ni kikao cha kheri, kikao chenye baraka ambacho kimeandaliwa na taasisi hii ya Ansar ikiongozwa na babu. Sisi tuweza kusema ni vitukuu, sijui ni vitunguu, sijui kwa semaje, vilimbwekeza, sijui kwa semaje, au sivyo? Sisi ni vitukuu katika da'wa. Ukija ukituweka kwenye barabara ya fadhilatu Sheikh Salim Barahian, yani bado sana kazi aliyoifanya ni kubwa sana. Na nathibitisha hili, nakumbuka maneno ya mwalimu wangu fadhilatu Sheikh Ali Ahmed Bahero. Alikuwa akisema wakati sisi twasoma, na bado twasoma kwake, twastafidi walillahi alhamd. Na jana nilikuwa kwenye ofisi ya Sheikh Barahiani nikastafidi mengi kwake. Limwambia Sheikh Salim jana, ikiwa Sheikh Bahero wakati yeye yatufundisha na sisi ni wadogo, tuko marhala ya mutawassita, alikuwa akisema ili wao wamewakuta kina Barahiani washaweka kabro, yani katika sunna, Sheikh Barahian, Muhammad Sharif Famau na Nasr Khamis katika mashekhe wakubwa sana, na kina Sheikh Msallam. Asema wakati yeye ndio yuanza da'wa alikuta kina Barahiani washaweka lami, sisi tulikuja na fagio tukafagia mchanga. Sisi tutakuwa tumekuta nini? Sheikh Bahero ankuta lami akafagia mchanga, sisi labda tuchukue maua tupange katika masala ya sunna. Hakuna kitu ambacho nitazungumza au atazungumza yoyote isipokuwa ni jambo ambalo
washatangulia walimu zetu na wazee wetu katika da'wa kama hii. Elimu ni jambo kubwa sana na ni jambo la fadhila. Nimeona nasaha tofauti tofauti kwa walimu hapa. Amezungumza al-akha hapa, kazungumza kuombewa dua na wanyama ni kwa sababu ya elimu, na mengineyo ambayo yametangulia kwa ustadhi hapa. Vile vile akatueleza masala ya ikhlas katika kutafuta elimu na katika kufanya kila jambo ambalo ni la khairi. Kwa hakika wamenimalizia mazungumzo, lakini pengine niongezee mawili matatu, baada dhalika niombe ruhusa kwa wahusika inshallah. Kwanza tushukuru ya kwamba tumeanza kwa lile alilolianza nalo Mungu. Yani sisi tumejumuika hapa kuanzisha kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametaka sisi tuanze kupitia hicho kitu. Kitu gani? Kwanza kusoma. Mwenyezi Mungu akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Awalan, jua, fa'lam, jua ya kwamba hapana mola wa haki isipokuwa yeye Allah. Kisha baada ya kwamba ushajua, wastaghfir li dhanbika, sasa utake istighfar kwa madhambi yako. Hadha yusamma amal, na ile ya kwanza ni al-ilm. Ndio al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake akaeka mlango babul ilmi qabla al-qawli wal amal, mlango wa elimu kabla ya kufanya ibada yoyote. Kabla hujafanya ibada aina yoyote, awalan kwanza soma. Na wa kwanza aliyetakiwa asome ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu alimwambia ikra, alimwambia kwanza soma. Baada ya kusoma sasa ndio mengine yafuatie. Kwa hivyo mnapokaa katika marakiz kama hizi kwa malengo ya kutafuta elimu, kuweni na uhakika kwamba mwaanza kufanya jambo ambalo Mola wenu aliyetukuka amewataka nyinyi mufanye jambo kama hilo, nalo ni jambo la kusoma. Al-Allama Ibn Uthaymeen asema alipokuwa kisherehesha risala ya Bakri Abu Zaid, asema walaqad hatha subhanahu wa ta'ala ala al-ilmi, Mwenyezi Mungu amehimiza kwenye aya nyingi sana kuhusiana na elimu. Walhathu ala shay'i yastalzimu mahabbatahu waridha bihi, na kunapohimizwa jambo maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipenda lile jambo na anaridhika nalo, ndio maana kahimiza kwenye aya nyingi sana. Nadhani zimetangulia kutajwa na maustadh, na kwenye hadithi nyingi sana. Atakayeshika barabara kutafuta elimu, Mwenyezi Mungu atamsahilishia yeye barabara ya kwenda peponi. Na talabul ilmi faridhatun, na nyinginezo katika nususi za kisheria zinazothibitisha mahimizo ya sheria yetu kuhusiana na suala la elimu ya sheria. Na tufahamu ya kwamba hizi nususi ambazo zinahimiza elimu, malengo ya elimu inayokusudiwa ni elimu ya sheria, sio elimu ya kidunia. Huwezi kutoa ayat kwenye Qur'ani zinazohimiza watu elimu na kusifia na sharaf, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kisha ikawa ni elimu ya kidunia. La, bali almuradu bihi alilmu shar'i, elimu ambayo ni ya sheria, au kwa lugha ya haraka ya kufahamika ni elimu ya madarasa hii ambayo tumekuja sisi leo hapa kuacha majumba yetu tukaacha familia zetu kwa sababu ya kuja kutafuta elimu ya sheria. Hawawi sawa watu wa sampuli hiyo na watu ambao ni wengine walio mbali na jalasati kama hizi ambazo ni za khairi. Mwenyezi Mungu anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wako sawa wanaojua na ambao
hawajui? Jawabu, la yastawiyani mathala, hawawi sawa kabisa. Tena huwezi kumweka msomi na ambaye si msomi kisha wakawa wako sawa, haliwezekani. Ndio Mwenyezi Mungu kuthibitisha kwamba hawako sawa, akawabebesha masulia wasomi kwa kusema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wasomi. Ingekuwa watu wote ni sawa, Mungu angesema tu kila mtu afanye atakavyo, lakini walipo tegemezewa wasomi kwamba ndio wawe ni viongozi katika masala ya dini, hii ni dalili ya kuthibitisha kwamba hawawi sawa wasomi na ambao si wasomi. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Miftahu Darus Saada amezungumza maneno makubwa sana na marefu na dalili nyingi sana. Dalili alizozitoa al-Imam Ibn al-Qayyim kuthibitisha ubora wa msomi na ambaye si msomi zinafika dalili 47. Dalili ngapi? 47 min alkitabi was sunna. Ibn al-Qayyim katika Miftahu Darus Saada, na kuna maktaba hapa, mweza mkaenda mkayatafuta ikiwa hamuyapati, walimu wenu pengine ni mwanzo, marhala zenu ni ndogo, hamujajua kutumia vitabu kama vile. Tuweni na pupa yani ya kwamba ustadhi pale tumetajiwa maneno fulani, hebu tutafutie tu yaone kidogo, upitie na zile dalili nyingine. Mimi nitakutajia mbili, ya 33 na 34. Dalili ya 33 ya kuthibitisha kwamba msomi hawi sawa na ambaye si msomi. Asema Ibn al-Qayyim, dalilu dhalika qawluhu ta'ala yasalunaka madha uhilla lahum, Suratul Maida. Wanakuuliza wewe watu wako wamehalalishiwa nini, yani min al-at'ima. Sema Muhammad, uhilla lakum at-tayyibat, mumehalalishiwa ambavyo ni vizuri. Wama allamtum min al-jawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru isma Allahi alayhi wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab. Na mumehalalishiwa wanyama waliowindwa na wanyama wenu ambao wanawinda. Mtanisamee pengine Kiswahili changu cha Mombasa hamunielewi labda. Yani ghazali yule, paa yule, au mwingine yoyote katika wanyama, ikawa unajibwa wako ama umetaja al-Imam Ibn Saadi fuhudu anaingia na saqr vile vile anaingia katika wanyama ambao wanapewa training. Mimma allamakumullah tuallimunahunna, yani mnyama wako mathalan njibo umempa training, umempa elimu, umemsomesha namna ya kuwinja. Pahali hivi unamtuma, unapiga bismillah tu, unamwelekeza kwa mnyama pengine uliyemuona katika mwitu, katika msitu kule. Sasa jibwa kama yule anapokwenda akamshika yule mnyama, Mwenyezi Mungu anasema ni halali kula mnyama huyo mnyama aliyeshikwa na jibwa ambaye umempa mafunzo, huyo mnyama ni halali wewe kula. Hii ni aya katika Suratul Maida. Sasa Ibn al-Qayyim anatueleza wapi pana dalili ya kuthibitisha msomi na ambaye si msomi kwamba hawako sawa. Asema walaula maziyatul ilmi wat ta'limi wa sharafuhuma, lau ingekuwa si tofauti, yani na si daraja na si cheo ya elimu na kusomesha na cheo chake, kana saidul kalbi almuallimi waljahili sawa, ingelikuwa jibwa ambaye amepewa mafunzo na ambaye hana mafunzo tungeruhusiwa, wangekuwa sawa wote katika wanapowinja. Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya
asema ni halali kula mnyama aliyeshikwa na jibwa wako ambaye umempa mafunzo, ana elimu. Yani Ibn Qayyim asema elimu hapa imekuja kuonesha tofauti mpaka kwa wanyama. Ikiwa jibwa msomi hawi sawa na jibwa ambaye ni jahil, hawawi sawa pia mwanadamu aliyesoma na ambaye hajasoma. Umeipata hiyo? Tayeb. Kwa hivyo dalili nyingi katika hichi kitabu Miftahu Darus Saada cha Imam Ibn al-Qayyim anaonesha ubora wa mtu ambaye ni msomi na ambaye si msomi. Mwenyezi Mungu awajalie muwe wasomi na awainue daraja kwa kuacha majumba yenu na wazazi wenu mukaja kutafuta elimu. Ni safari kubwa mlioifanya mpaka kuja sehemu kama hini kwa ajili ya kutafuta elimu ambayo ni ya sheria. Na hapa naweza kusema mmetukua sehemu au mmemuiga mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Nabii Musa kama mnavyojua katika suratul Kahfi, ikiwa hii ni dalili ya 34 katika Miftahu Darus Saada, alisafiri safari kubwa sana na akamwambia kijana wake, la abrahu hatta ablugha majmaa albahraini au amdhiya hukuba, sitoacha mimi kusafiri mpaka nifike sehemu nilipoambiwa majmaa albahraini. Kwa nini aanzishe hii safari? Alipoambiwa kuna msomi kukushinda akafunga safari, na safari ikawa na tabu. Akamwambia mwanae, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, tumepata tabu katika safari yetu hii, lete chakula tule. Kwa nini yote haya? Ibn al-Qayyim asema hirsan minhu ala liqa'i hadha al-alimi wa ala taallumi minhu, ni kwa sababu tu ya pupa yake Nabii Musa kutaka kukutana na huyu msomi na ili asome kwake. Falamma laqiyahu, alipokutana naye, salaka ma'ahu maslaka almutaallimi ma'a muallimihi, alikuwa na mienendo ya mwanafunzi kwa mwalimu wake, adabu ya hali ya juu. Akamwambia, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Mazungumzo yakaanza baina ya Nabii Musa pamoja na mwalimu wake katika kutaka kufundishwa. Mahalu shahid ni kwamba mpaka Nabii Musa kufunga safari akatokako huko, malengo ni kutafuta elimu, ni kuonyesha hichi kinachotafutwa ni kitu ambacho kina thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan ibn Uyayna asema, lam yu'ta ahadun ba'da an-nubuwa afdala min al-ilmi wal-fiqhi fi ad-din, hajawahi kupewa mtu kitu bora baada ya utume. Yani baada ya daraja ya utume hakuna kinachofuatia kitu bora kuliko mtu kupewa elimu ya sheria na akawa ana ufahamu na suala kama hili la elimu ya sheria, na hakulinganishwi na kitu chochote. Elimu ya sheria hailinganishwi na kitu chochote, kama alivyosema Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyatuhu. Elimu haifanani na jambo lolote, haisawaziki na kitu chochote, lakini liman sahhat niyatuhu, kwa yule ambaye nia yake imekuwa sawa, imekuwa njema, nia yake imekuwa nia safi ya ikhlas. Qalu, wakamuuliza, wa kaifa tasihhu niyya ya aba abdillah, vipi mtu atakuwa na nia safi katika suala la kutafuta elimu? Qala, akasema, yanwi rafa aljahli an nafsihi wa an ghairihi, atanuia katika kutafuta elimu kuondosha ujinga kwenye nafsi yake na kuondoshea wenzake ujinga. Nia yako ndio itakuwa sawa. Yani usije kutafuta elimu kama ilivyokuja kwenye hadithi, makemeo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam
kutafuta elimu kwa sababu ya kuitaka dunia. Mwenyezi Mungu awaepushe na barabara kama hiyo, na ni wengi walioje ambao wanaofanya tabia kama hii ya kutafuta elimu kwa sababu ya kutaka sifa mathalan, na kutaka kuonekana wao ni wasomi, na kutaka kukejeli watu. Tusiwe na nia hiyo katika kutafuta elimu. Tuwe na bidii katika kusoma kwa marhala zote ambazo ziko hapa, na bidii ndio kila jambo, kama alivyosema mshairi, bijiddin la bijaddin kullu mujdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Yani elimu au jambo lolote huwa linapatikana kwa sababu ya jiddi, bidii yako ndio inakupa lile jambo, si kwa sababu ya babu yako au babako. Mimi sisomi mimi. Kwa nini? Wajua mzee alikuwa msomi, kwa hivyo na yeye pia atakuwa msomi. Ategemea wazazi wake ndio na yeye apate kuwa msomi. Mambo hayaendi hivyo. Lazima uwe na bidii katika kutafuta elimu, na bidii yaanza kuanzia na mwanzo. Masomo yanaanza kuwa ni mwenye kufanya mudhakara. Tulikuwa tukihusiwa na Sheikh Bahero toka na mwanzo. Darsa ya leo imepita, ya kesho ikija hii ya nyuma ushapitia, ushafanya khulasa, ufupisho. Leo tumefundishwa mathalan, somo la leo ni katika nahwu ni al-mubtada wal khabar. Sasa lazima ufanye ufupisho wa ile mubtada na khabar, uweke vipengele ambavyo itakuwa ni rahisi wewe kuielewa. Na katika masomo mengine vile vile ufanye khulasa, ama utoe maswali na majibu pale, alafu baadaye ukikaa mwenyewe unapitia pole pole, na usiwache kilma au mada yoyote ambayo imepita alafu ikawa hujaielewa ukazirundika nyinginezo. Wewe ukasubiri siku ya mtihani tu, siku ya mtihani basi ukatwalii pale ambapo waona ni sawa kutwalii, mengine ukamwatia mwenyewe ustadhi katika karatasi. Na haya ni maafa makubwa. Mtu anasoma kwa sababu ya mtihani. Kusoma kwa sababu ya mtihani, my friend, hakuna pahali utakwenda. Ni mawili, waweza ukapata shahada kubwa kikweli kweli, mumtaz maa sharaf. Basi ukitoka hapa ukienda marakizi nyingine, mmesikia watu wakiitishwa zile shahada, ukitoa ile yako, watu wote roho za waenda mbio. Chana naye kijana huo. Nini bado? Umeona takdiri yake wewe? Sijaiona. Mumtaz maa sharaf. Onekana jamani kichwa, kumbe ni jamaa la kukopia tu, hakuna lolote. Hizi shahada zimewekwa kwa sasa kwa sababu ya dunia ya sasa yaenda na makaratasi. Nieleweni vizuri, dunia ya saa hii yaenda na makaratasi. Hupati kazi, hui imamu, hutukuliwi pahali kufundisha mpaka uwe na shahada. Lakini katika masala ya kielimu, shahada ni kitu kando. Nitawapa mfano na si kejeli hii, nawaonesha kwamba shahada ni kitu tu cha kawaida. Shekha wangu aliyenisomesha mimi Sheikh Bahero, maarufu, ndivyo sio? Tayeb, Sheikh Bahero mimi namshinda kwa shahada, lakini kielimu tofauti, mbingu na ardhi kabisa. Tena bado ni mwanafunzi kwake, na nitaendelea kuwa mwanafunzi, na anayoyajua yeye nitapiga miaka ya kikweli kweli, pengine mpaka nifike level za kina Barahiani, ndio pengine sasa uwe na wewe umekava yale ambao walioyasoma watu. Tumeelewana vizuri? Sasa nataka tuishi kwa malengo ya kuwa wasomi, si malengo ya kuwa na shahada. Usikimbilie shahada. Shahada itakuja ukiwa wewe wasoma, wataka kuwa msomi. Ukisoma wewe ni msomi, bila shaka mtihani hautofanyeje? Hautokushinda, kwa sababu umesoma zikasomeka. Lakini ikiwa waketi kimya tu, ushapiga sima na chapati, siku imeisha, sio? Ni siku ya mtihani, umvizie mudiri pale, pengine
ametoka kidogo, utugulie mtihani wa kesho uko vipi, ama ulizie. Ukimwona ustadhi amekaa vibaya, ile pepa wewe ivute, alafu tutatwali baadaye, utapata shahada. Na maustadhi hawajui ghaibu, atakuwekea mumtaz maa sharaf. Sasa aibu itakuja mbele ya safari. Ushapewa kazi sasa, wewe ni mudiri katika markaz. Haya, kumekuja wageni kutoka nje, na mudir, kuna wageni hapa kutoka mamlaka wamekuja kupiga Kiarabu pale, unka lahdha, sio lahdha, wewe ni mtupu, kumbe wewe shahada kubwa tu, huna lolote. Sema hakuna masala lahdha nini. Kwa hivyo tusisome kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya shahada. Na nimewapigia mfano wa mwalimu wangu Sheikh Bahero. Alisoma katika halakat, alisomeshwa na Muhammad Sharif Famau, akasomeshwa na Sheikh Msallam, akasomeshwa na Sheikh Gile. Hiyo ni miti ya kikweli kweli iliyotakharaj Madina wakati huo. Kina Bimbazi na kina Uthaymeen bado wako hai. Yani mtu yuingia sahihi, ni somo la fiqhi, anayekuja kusomesha ni Uthaymeen, sio mchezo Sheikh. Au ni watu walisoma zikasomeka. Nasr Khamis kumoja aliniandikia tazkia ya kuituma Jamia Saudia kule. Basi ule mwaka aliomaliza, amemaliza Jamia Al-Islamia, amemaliza magister pale mwaka 1976, ndio yatakharaj magisteri huyo. Sasa hebu kuanzia nani ashazaliwa hapa? Kuna nani ashazaliwa pengine? Ashazaliwa wengi. Nani atakuwa ashazaliwa na yuko na miaka mingapi pengine? Naam, Sheikh alikuwa una miaka mingapi hapa? Ama 68. Tayib. Miaka 7. Kwa hivyo mzee wetu ana miaka 7, Nasr Khamis ndio yamaliza magister Madina. Ina maana sisi hatujulikani, lam yakun shay'an madhkura kabisa. Na bado wakasoma na wakasomesha, na mpaka leo wanajulikana mchango wao katika dawa hii au harakati hizi za sunna ambazo zinaendelea. Kwa hivyo tuweni na bidii na tusomeni sana, na usiwe na ghurur. Pengine ukamaliza thanawi ukaona waweza kuzungumza mbele za watu ukajipa ushekhe, na hiyo ndio tabu sisi wanafunzi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Utakuta mwanafunzi kama mimi sasa hapa nishazoeleka nazungumza mbele za watu na uzoefu, alafu sasa niwe na mdharau Sheikh Bahero. Wewe niambie, itakuwa hiyo laana au si laana? Hiyo ni laana tu. Sasa wewe usome kisha baadaye uje umdharau mwalimu aliyekusomesha. Na hayo yanaletwa na nini? Mwisho nafunga mazungumzo yangu, katika usomaji wenu, hususan katika hizi zama tulizonazo, fitna zimekuwa nyingi, hususan kwenye safu za ahlus sunna. Watu wa sunna, fitna zimekuwa nyingi, na kukoseana adabu na kuvunjiana heshima. Kwa hivyo jiepusheni sana na qila wa qala, na wachaneni na mambo ya magrupu na mambo ya vyama. Hapa hatuko kwenye siasa sisi tumekuja kufanyeje? Tumekuja kusoma. Wewe mwanzo soma mpaka zisomeke, alafu sasa utajua mwenyewe haki iko wapi na batil iko wapi. Lakini ukijishughulisha kuanziana sasa ya kwamba fulani simsikize na fulani ni kadhaa na fulani ni kadhaa, ndugu yangu, utamaliza umri hapa na utakwenda marakizi nyingine utamaliza pia, na hakuna chochote utakachokuwa nacho. Na wengi katika talabatu ilmi wameingia kwenye mkanda huo wakapoteza nyakati, ikawa hawana mabadhi ya jambo lolote. Shughuli yao kubwa ni kufanya magrupu ya watu. Hawa ni wetu, musiende kwa yule, na yule musiende kwa huyu, na huyu naye asije huku. Hii ni sumu mbovu katika kuharibu mpangilio wa wewe kusoma. Chunga sana. Na mzee wetu akija pengine mwisho ataelezea zaidi, lakini mimi kama mwanafunzi mwenzenu ambaye bado pia nasoma kwa mashekhe wetu tofauti, chunga sana na makundi na magrupu na maneno ya watu.
na ma social media haya, maklipu yanayorushwa, yasikize kisha yate pale pale. Wewe fungua kitabu, wewe piga kibuku, soma tu, wewe usifanye wasiwasi. Wewe vipi wasemaje, mimi niko 7 na wacheni nisome kwanza. Soma, maliza hapa, apply, uende jamia nje, nenda kwingine ukasome mpaka umalize. Sasa ukishakumaliza ushakuwa ni mtu waelewa, alafu sasa utajua nani afai kufuatwa, ayul fariqaini ahaqu bil amni. Hapo ndo utajua, lakini usiingie kwenye nyanja hizo. Chembelecho nyewe wenyewe wa Tanzania wanasema hizo nyanja wachana nazo, na ikiwa zikuwa zimeanza kwenye akili yako, ndugu yangu, nakuhusia hapa mbele ya hadhara kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, uweka pembeni. Na ikiwa hazijaingia, basi jenga ule ukuta alioujenga Dhulqarnaini, atuni zubar alhadidi, jenga ukuta wa mawe ya chuma. Hizo fikra zikija zinagonga, zinaregea zilipotoka. Jishughulishe na kusoma, soma. Mbele ya safari huko utakuja kujua ipi ndiyo manhaji ambayo ni ya usawa na ipi ndiyo manhaji ambayo si ya usawa. Nadhani ningeomba nisimamie hapa kwa dakika nilizopewa. Kumepungua dakika 13, hizo zitajaliziwa kwenye taaliki kama kuna teleza au makosa fulani. Inshallah maustadhi wenzangu hapa watakuja kukamilisha. Shukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.